Wild West TV. Na kuelekea mchezo wa nusu fainali ya kwanza kombe la shirikisho barani Afrika, huu hapa ni uchambuzi wa kiufundi, yani tactical analysis kutoka kwa Wilson Oluma wa EFM na ETV kuelekea mchezo huo mkubwa wa kihistoria kwa Simba Sports Club, huku Simba akitinga katika hatua ya nusu final baada ya kuwatoa National Al Masry kutoka pale nchini Misri kwa changamoto ya mikwaju ya penati 4-1. Awali Simba walipigwa goli 2-0 kule katika uwanja wa Suez, goli 2-0 dhidi ya Al Masry, lakini wakaja wakapindua meza katika uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam, wakawapiga nao 2-0. Mchezo huo kaenda kwa mikwaju ya penati. Mwisho wa siku Pinpin Kamara anaibuka kuwa shujaa wa mchezo baada ya kucheza penati 2 zinazoipeleka Simba Sports katika hatua ya nusu finali. Na katika hatua hii ya nusu finali, Wilson Oluma anachambua mchezo huo akiufundi kama ifuatavyo. Anasema kuhusu mpango wa kesho dhidi ya Stellenbosch kwa tactician Fadlu Davids, je, inakuwaje? Anasema Chemaron Fondo anasema mpango wa kesho ni kuhusu simplicity, kuurahisisha mchezo kwa haraka iwezekanavyo. Ni maneno machache lakini ni magumu. Marehemu Johan Cruyff aliwahi kusema playing football is very simple, yani kucheza mchezo wa mpira wa miguu ni rahisi sana, but playing simple football is the very hardest thing there is. Lakini kucheza mchezo wa mpira rahisi ni vigumu sana kwa namna hiyo. Kushindwa kucheza simple kwenye game ya kwanza ya Simba dhidi ya National Al Masry ni miongoni mwa vitu vilivyowafanya Simba Sports wapoteze mchezo ule, na mchezo ule walipoteza kwa goli 2-0. Pia sehemu ambayo inahitajika kupasia, usiweke vitu vingi sana ambavyo sio vya ulazima. Pia sehemu inayohitajika kupiga mpira utembee kwa haraka. Lakini pia approach ya Al Masry haina tofauti sana na Stellenbosch. Ni timu ambayo inaenjoy sana kutokuwa na mpira. Timu ya ukubwa wa Simba Sports wakati kama huu, kuongelea mambo ya mbinu sio sana. Wameshacheza mechi nyingi sana msimu huu, hivyo kanuni na ideas kila mchezaji anazifahamu. Timu nyingi zinacheza kama ambavyo Stellenbosch wanacheza. So nyakati kama hizi ni kuhimizana tu vitu vidogo vidogo, lakini vyenye umuhimu mkubwa sana kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Hapa nilikuwa najaribu kukupa muktadha mpana kidogo kutoka kwenye maneno ya Chef Fondo Maron alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuelekea mchezo wao dhidi ya Stellenbosch. Na kuelekea mchezo huo naweza nikakupa bonus hapa ya kikosi ambacho huenda kikaanza katika mchezo huu Simba Sports dhidi ya Stellenbosch. Golini kama kawaida tutaendelea kumuona Pinpin Kamara, mabeki wa pembeni, mabeki wa timu ya taifa ya Tanzania ni Mohamed Hussein Shabalala pamoja na Shomari Salum Kapombe. Lakini mabeki wa kati ni Abdrazaki Hamza, beki wa timu ya taifa ya Tanzania, pamoja na Chamu Karabu, raia wa Cameroon. Lakini pia wachezaji wawili katika mfumo wa 4-2-3-1 tutamuona Fabrice Ruamba Ngoma, raia wa DRC Congo, pamoja na Yusufu Ali Kagoma, mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa upande wale viungo watatu wa shambuliaji, Kibi Sawara Eli Mpanzu, raia wa DRC Congo, Ajen Sherehe Aua, raia wa Ivory Coast, pamoja na Kibu Dennis Prosper, mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Lakini pia katika eneo la mshambuliaji wa mwisho tutegemea kuendelea kumuona striker dhaifu kuliko goli. Huyu ni Steven Desenkwala baada ya kufanya vizuri katika michezo miwili mitatu iliyopita, hasa katika mchezo dhidi ya Al Masry alipofunga goli la pili ambalo Simba walisawazisha na kupeleka mchezo katika hatua ya mikwaju ya penalti.